Makubaliano ya kwanza. Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na washirika wao katika vita vya sasa kwa kusaini mkataba huu wa maelewano, yani Memorandum of Understanding, zinatangaza kusitisha mara moja na kwa kudumu kwa operations za kijeshi katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo nchini Lebanon, na zinaahidi kuanza sasa kutoanzisha vita vyovyote au operation yoyote ya kijeshi dhidi ya kila upande, pamoja na kujiepusha na vitisho au matumizi ya nguvu dhidi ya kila mmoja, na kuhakikisha uadilifu wa mipaka na mamlaka ya taifa ya Lebanon. Makubaliano ya mwisho yatathibitishwa kusitishwa kwa kudumu kwa vita katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon, pamoja na masharti mengine ya aya hii. 2. Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinaahidi kuheshimu mamlaka ya kila mmoja na uadilifu wa mipaka yao na kujiepusha na kuingilia masuala ndani ya kila upande. 3. Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinajizatiti kufanya mazungumzo na kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku zisizozidi 60, muda ambao unaweza kuongezwa kwa ridhaa ya pande zote mbili. 4. Mara tu baada ya kusainiwa kwa mkataba huu wa maelewano, Marekani itaanza kuondoa mzingiro wake wa kijeshi wa majini pamoja na usumbufu au vikwazo vyovyote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na itakamilisha kuondoa mzingiro huo wa majini ndani ya siku 30. Katika kipindi hiki usafiri wa meli utakuwa kwa uwiano unaolingana na kurejeshwa kwa kiwango cha usafiri wa kabla ya vita kama utakavyotekelezwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, Marekani inaahidi kuondoa majeshi yake kutoka maeneo ya karibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndani ya siku 30 baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. 5. Baada ya kusainiwa kwa mkataba huu maelewano, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itafanya mipango kwa kutumia juhudi zake zote kuhakikisha upitishaji salama wa meli za kibiashara bila malipo yoyote kwa muda wa siku 60 pekee kutoka Ghuba ya Uajemi kwenda bahari ya Oman, na kinyume chake usafiri wa meli za kibiashara utaanza mara moja, na kwa kuzingatia haja ya kuondoa vikwazo vya kiufundi na vya kijeshi pamoja na kuondoa mabomu ya ardhini na ya baharini na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utarejeshwa kikamilifu ndani ya siku 30. Jambo la 6. Marekani inaahidi kwa kushirikiana na washirika wake wa kikanda kuunda mpango wa kudumu na uliokubaliwa kwa pamoja wenye thamani ya angalau dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi upya na maendeleo ya kiuchumi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mfumo wa utekelezaji wa mpango huo utakamilishwa kama sehemu ya makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Leseni zote, misamaha na vibali vinavyohitajika kwa miamala husika ya kifedha vitatolewa na Marekani. 7. Marekani inaahidi kusitisha aina zote za vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwemo maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, yaani maazimio ya bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA, pamoja na vikwazo vyote vya upande mmoja vya Marekani vya msingi na vya sekondari kwa ratiba itakayokubaliwa kama sehemu ya makubaliano ya mwisho. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani zitatambua umuhimu mkubwa wa suala la kuondolewa kwa vikwazo lililotajwa hapo juu, na zimeeleza nia yao ya kushughulikia mara moja masuala haya katika mazungumzo ili kufikia makubaliano ya pamoja kuhusu masuala hayo. Jambo la 8. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inathibitisha tena kwamba haitapata wala kuendeleza silaha za nyuklia. Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimekubaliana kutatua suala la hatima ya vifaa vya Iran vilivyoongezwa kiwango cha utajirishaji vilivyohifadhiwa kwa mujibu wa utaratibu utakaokubaliwa kwa pamoja. Jambo la 9. Hadi makubaliano ya mwisho yatakapofikiwa, Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinakubaliana kudumisha hali ilivyo sasa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kudumisha hali ya sasa ya programu yake ya nyuklia, na Marekani haitaweka vikwazo vipya wala kuipelekea majeshi ya ziada katika eneo husika. Jambo la 10. Marekani inaahidi kwamba mara tu
baada ya kusainiwa kwa mkataba huu wa maelewano hadi vikwazo vitakapositishwa, Wizara ya Hazina ya Marekani itatoa misamaha kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta ghafi ya Iran, bidhaa za petroli na bidhaa zake zitokanazo pamoja na huduma zote zinazohusiana nazo, ikiwemo miamala, benki, bima, usafiri na kadhalika. Jambo la 11, Marekani inaahidi kuweka kikamilifu katika matumizi fedha za mali za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambazo zimezuiwa au kufungiwa mara tu utekelezaji wa mkataba huu wa maelewano utakapoanza. Jambo la 12, Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zinakubaliana kwamba utaratibu wa kiutendaji utaanzishwa ili kufuatilia utekelezaji wenye mafanikio wa mkataba huu wa maelewano na kuhakikisha uzingatiaji wa makubaliano ya mwisho yatakayofikiwa baadaye. Jambo la 13, baada ya kusainiwa kwa mkataba huu wa maelewano na kwa masharti ya kuanza kutekelezwa kwa aya za kwanza 4, 5, 10 na 11 za mkataba huu pamoja na kuendelea kutekelezwa kwa hatua hiyo, Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zitaanza mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho yakijikita pekee katika aya nyingine zilizobaki. Jambo la 14 la mwisho wasani, makubaliano ya mwisho yataidhinishwa kupitia azimio lenye nguvu za kisheria na Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Hayo ndio mambo 14 ambayo yako kwenye mkataba wa Iran na Marekani wa kusitisha vita. Sawa. Umenielewa? Vizuri sana. Umenipata? Kabisa. Tuende kwenye gazeti la Nipashe. Serikali ya